Bana, kwenye mahojiano ambayo anafanyiwa Harmonize kwenye media tofauti, pia ameulizwa swali la yeye kutoka kimahusiano pamoja na mwanadada Abigail Chams. Mpaka kwa hivi sasa Harmonize amethibitisha kwamba yeye na Abigail Chams ilikuwa ni swala la project tu. Mpaka kwa hivi sasa hawala date naye, na yeye mpaka kwa muda huu anavyosema yupo single. Ila kikubwa zaidi ambacho Harmonize pia amekigusia baada ya kuulizwa swali, anauonaje uwezo kwake Abigail Chams, kwa sababu mwandishi wa habari huyu ambaye ni Skywalker alijaribu kusema kwamba yeye anamuona kwamba Abigail Chams ni moja kati ya mwanadada ambaye ana uwezo mkubwa sana. Sasa Harmonize akasema kwamba chemistry yao ipo hivi. Yeye kama hajasahau sana, anasema kwamba kwenye mwaka 2020 ndipo alipoona video yake akiwepo anaimba, na baada ya hapo Harmonize aliposti video ile katika ukurasa wake wa Instagram na akaandika kwamba Grammy Girl. Sasa baada ya tukio hilo wakaanza kuwa marafiki, mpaka kwa hivi sasa ni family friend. Muda mrefu sana wamekuwa wakishirikiana kuhakikisha kwamba kwenye swala la project mbalimbali anamsupport kwa namna moja au nyingine, kuhakikisha kwamba mwanadada huyu basi anafika katika level fulani. Ipo hivi. Mpaka kwa hivi sasa Harmonize amejaribu kudhibitisha mpaka kuongea video call katika interview, maana baba yake Abigail Chams, muda ambao Harmonize alikuwa anafanyiwa mahojiano ulikuwa ndo muda wa party ya birthday yake ambayo alikuwa anafanyiwa. Kwa hiyo amejaribu tu kusema kwamba anaongea na kila mtu katika familia yao, lakini sio tu familia, wao sasa hivi ni kama marafiki ambao wameshibana sana na wanakuwa wanaelekezana pale ambapo kuna uhitaji. Na kikubwa zaidi ambacho Harmonize anasema yeye kwa muda wake amejaribu kuplay party au kuplay role kwa kile ambacho kimekuwa kiwezekana kwa muda huu, yani kumsaidia mwanadada huyu aweze kufikia malengo yake. Yani hata hizi nyimbo ambazo zimekuwa zikihit pia uwezo wake pia umeonekana, lakini pia amejaribu kusema kwamba apendi mara nyingi zaidi kujisifia kwa yale ambayo ameyafanya, ila anapenda zaidi mtu ndo aweze kumuongelea. Labda Abigail Chams anataka yeye hapo aje amuongelee mwenyewe binafsi. Hilo Harmonize amesema kwamba mara nyingi zaidi yeye hapo hayuko vizuri kumuona mtu au yeye akiwa anajiongelea mazuri ambayo anayafanya. Anapenda zaidi kumuona mtu aliyemfanyia mazuri ndio anamuongelea kwenye interview kama hivyo na mengine mengi. Lakini pia amejaribu kumsifia na kusema kwamba ni mwanadada ambaye ni uwezo wake ni mkubwa sana, tofauti na kwamba kadri watu wanavyozidi kumuona. Kwa hiyo ni vema zaidi watu wakamsupport na kuzidi kuonyesha jitihada za hapa na pale mpaka pale atakapokuja kutimiza malengo yake, kwani kati ya wasanii wachache sana katika nchi ya Tanzania ambao wanafanya vizuri katika generation hii ya sasa, sababu uwezo wake umekuwa ukionekana akiwa anafanya makubwa siku hadi siku, sababu ana play vifaa mbalimbali na amekuwa akipendezwa zaidi kumuona kwamba Abigail Chams anafanya mazuri katika swala zima la music kuliko katika kufanya katika vifaa hivyo, yani kucheza na vifaa hivyo, mfano piano pamoja na gitaa na vitu vingine vingi kama violin. Kwa hiyo Harmonize amejaribu kumtetea Abigail Chams na kumpigania na kumpigia kifua kwamba ni vema zaidi akazidi akafanya consistency kubwa sana katika swala zima la kuimba kuliko kupiga vifaa mbalimbali, kwa sababu uwezo wake mkubwa anauona kwenye swala zima la kuimba. Sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News, yote yale ambayo yaliyojiri katika mitandao ya kijamii ninakuletea hapa, hakuna kwenda mbali. Bye bye for now.